pale kabisa kipande cha 6 finally. Kama Torati ndio kwa jina haifanyi kazi, kwa nini bado unaendelea kuyasoma yale mafundisho ya Torati na wanaendelea kukudanganya kwamba unapata uzima wa milele wakati upate uzima wa milele? Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini upande wenu mkae kwa katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Sasa wewe ni nani unayeweza kama ile Torati imesema wale Walawi kuwafumania waue, na akasema yeye atalipa. Atalipaje? Bwana mwenyewe atalipaje kwa wafilaji na Walawiti? Bwana atalipaje kwa wale wanaoivunja Sabato, wanatembea mabarabarani siku ya Sabato? Bwana atalipaje kwa wale ambao wanawafumania watu ambao hawajaoana wanazini? Bwana atalipaje kwa wale ambao wanaua watu? Bwana atalipaje kwa wale ambao hawaheshimu Sabato kwa kupumzika, wanaenda kuabudu siku ya Sabato? Ulipaji wake amelaaniwa asiyeyatimiza yale yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Torati yafanye. Lakini kwenye Agano Jipya sisi hatulipizi kisasi, bali Bwana mwenyewe atafanyaje? Atafanya. Ebu atalipaje kisasi? Tuiangalie katika kitabu kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale usipotimiza yale umelaaniwa. Maana kulipa kwa Bwana kwenye Agano la Kale ni kuyatenda wewe. Yaani wewe umepewa mamlaka ya kuyatenda yale. Lakini sisi kwenye Agano Jipya hatujapewa mamlaka ya kuyatenda, bali tumeambiwa tuyaache. Bwana mwenyewe ndo atalipa. Tuangalie kwenye Wakorinto wa kwanza 6 mstari wa 9. 6:9 Wakorinto wa kwanza. Inasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Tuangalie kama Wasabato wapo, hawapo. Msidanganyike, wala dhehebu lolote hapa halipo. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Dini nyingi watu wao ni waasherati, mpaka wachungaji ni waasherati. Dini zote, yani dini yote ni waasherati, wengi tu ni waasherati. Mimi nimetembea nao, nimewaona. Nimetembea kwenye makanisa, nimeona. Nimejifunza neno nikiwa chini ya wachungaji, nikaona njia zao ni potofu, nimeona wakifanya hivyo vitendo. Hata vingine yani sio vya kusimulia, ni vya aibu. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu. Sanamu watengeneza mamisalaba, masanamu, mamidori wote. Mfano wake hivi vyote hivi. Hivi vyote hivi. Mfano halisi. Haya ni masanamu. Na ikiweka hivi pia ili lisiwepo, hili ni mdoli huku mbele lisiwepo, liwepo hili tu. Ni sanamu pia limechongwa. Pia hili ni nini? Ni sanamu. Kitoa hivi, hili ni sanamu pia, hili ni sanamu. Tusidanganyane. Hata ukichola ukutani hapa, ukachola ukafanya hivi, bado ni sanamu. Tusifanyane wajinga jamani. Ndio hawa hawataurithi uzima wa milele. Waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala Walawiti. Wafilaji na Walawiti hawataurithi nini? Uzima wa milele. Tumeona mataifa mengi wakiwa wanafanya mambo ya ulawiti na ufilaji. Wanaadhimisha Vatican kule kila mwaka, wanaadhimisha mashoga, mapadri mashoga, masista, waumini mashoga, wanaadhimisha kila mwaka Vatican kule. Kanisa Katoliki kule Uingereza wanafanya, kule Israeli wanafanya, huku kwingine wanafanya. Waislamu wamejificha kwenye mgongo wa pazia, lakini tunajua vitendo hivyo vyote vinafanyikwa na hao watu bala kuliko mtu yeyote. Waliokaa Mombasa wanajua tabia zao, waliokaa hapo Bagamoyo wanajua tabia zao, waliokaa hapo Kinondoni wanajua tabia zao, wakina Suma, wakina nani, waliokaa Zanzibar huko wanajua tabia zao. Kama dada yetu ambayo Mkristo amekaa Zanzibar, akakaa miaka 10 akatoka yuko salama, hajafanyia hicho kitendo, mbingu anaiona ise. Mbingu anaiona. Kama dada zetu wanakaa huko Zanzibar hawajafanyia hicho kitendo, ase mbingu anaiona, anakaribia kuokoka. Tunajua watu wa tabia ambao wanaficha mgongo wa pazia. Lakini Biblia inasema hata ukikuwa kwa siri, ukome chumbani kwako, ukiwa kwenye shimo, ukafanya ulawiti na ufilaji, hutourithi uzima wa milele. Leo wametokea watu wanasupport hivyo vitu, wanatumia Biblia. Hii Biblia ni nzuri, inakataza maasi yote.
Inakataa ulevi, inakataa masanamu yoyote, inakataa uzinzi, inakataa hii kutukana, matusi, vyote inakataa. Inasema, Biblia inasema ni dhambi, watu ulisi uzima wa milele. Hasa kama Mkristo wewe na Ukristo wako umejifunza nini? Hapa ni kipi ambacho nimekimisi nikakifuata kwenye Agano la Kale? Eti nyewe wa Sabato. Nilichokimisi nikakitafuta kwenye Agano la Kale ni kipi? Maana Biblia inaniambia hawa watu ulisi uzima wa milele, na mimi ninachokitafuta ni uzima wa milele. Kwa ili uzima wa milele ni upate, lazima niachane na hivi vitu Biblia ilivyoniambia nifanye. Lakini ingeniambia kwamba Sabato yenyewe nikiiacha sitopata uzima wa milele, hakika hiyo Sabato ningeifanya mpaka nakufa. Hiyo Sabato ningeifanya mpaka nakufa. Lakini hakuna, sijaambiwa hivyo, mimi sijaambiwa hivyo. Inasema wala wafilaji wala walawiti hawataulisi uzima wa milele. Hiyo 6:10. Wala wevi wanaoiba, wala watamanio hapa wanawake wa Kikristo wanavaa uchi, wanavaa manguo ya kubana, wanavaa manguo mafupi, wanavaa masuruale. Huo ni ujinga mtupu ambao mnasababisha watu waingie katika kuzimu. Huwezi kutamani kwa mwanamke aliyejistiri. Hata zao ni laana. Hasa mwanamke anafunga harusi na anaenda kujivua nguo na maziwa na kuwa nje, mabega nje. Si ushetani jamani? Watu wanakunywa pombe pale, na Biblia ishasema wala walevi hawataulisi uzima milele. Kwenye maharusi wanaweka mapombe wanakunywa. Kwenye misiba watu wanakunywa mapombe. Biblia inasema walevi hawataulisi uzima milele. Huyo mchungaji gani alikwambia kunywa pombe unapata uzima milele nani? Huyo ni askofu gani alikwambia kunywa pombe ni halali ni nani? Simuona, mpinga Kristo ni dini, mpinga Kristo ni madhehebu. Na nitakuonyesha kabisa kwamba ni madhehebu. Wala wanyanganye. 11 inasema, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Kwa hiyo jamani, sisi tuliviacha tukaokolewa na Yesu Kristo, tulikuwa tunatenda hivyo vitendo. Na wewe leo unao muda wa kutubu na kuyaacha hayo matendo ili umwamini Yesu Kristo upate uzima milele. Tuangalie sehemu nyingine hapa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:9. Wakorintho wa kwanza 1:9. Timotheo, sio Wakorintho, Timotheo wa kwanza 1:9. Timotheo kwenye Agano Jipya inasema, ukilifahamu neno hili, ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio taratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajis na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji. Umeona, wapigao mama zao na wapigao baba zao na wauaji mstari wa 10, na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo na wapao kwa uongo, na likiwepo neno lolote linginelo linalopatana na mafundisho yenye uzima, kama vile ilivyonenwa katika habari njema ya utukufu wa Mungu. Ahimidiwe aliyewekewa amana. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Sasa kama Biblia inanikataza nisifanye haya mambo Agano Jipya, ni kipi ambacho mimi nakifuata kwenye Agano la Kale? Agano Jipya linaniambia nisizini, nisimpige baba yangu, nisimpige mama yangu, niwaheshimu, nisiwe mfilaji wala mlawiti, nisiwe mlevi, nisiwe mwabudu sanamu, nisichukue ile nembo za misalaba zile mnazoziweka Ellen G. White, yale masanamu na yale manembo yenu, nisiyatumie hayo. Sasa ni kipi ambacho mimi nakuja kuungana na nyie ambacho kwenye Biblia mnashia nacho kwamba hiki mnakifanya? Jamani, tuwe wa kweli. Tunaposema hakuna dini iliyosimama mambo yake ndio kama haya, leo tunayasoma haya mambo, tunayadhibitisha kwamba hivi vitu ni dhambi, wanaenda kuambia watu, au wanasema wewe umechanganyikiwa. Sasa wewe ambaye hujachanganyikiwa, tuambie tunafanya nini ili tupate uzima wa milele? Na utupe maandiko kwamba Sabato hii hapa, atakayeifanya Sabato anaupata uzima wa milele. Dini yako hii hapa, hii dini mtu akiingia anaupata uzima wa milele. Tuonyeshe zaidi ya kumwamini Yesu Kristo na mafundisho yake ambayo ndio haya Agano Jipya. Mimi kama Mkristo siwezi kulaaniwa nikafuata kwenye Torati ambayo hujayatimiza, umelaaniwa, niache kuyafanya haya ya kwenye Agano Jipya ambayo Biblia inasema wayatendao haya hawataulisi uzima wa milele, niende kutafuta kulaaniwa na uzima wenyewe nisipate. Haya, hizi nilizosoma kwenye Agano Jipya sio sheria.
sio amri. Kwa hiyo nyinyi mmedanganywa, amri ndio zile za kwenye Agano la Kale. Tena hizi ni nyingi kuliko zile amri 10 zenu mnazozifuata. Hizi ni nyingi kuliko zile karibia 20. Nyinyi zile ni ndogo. Tena zile hukumu yake ni nzito. Mtu akifanya uwawe. Na kama mtu hajamuua yule mtu aliyefanya, anayeamini Torati amelaniwa, bado mmelaniwa. Lakini mimi katika Yesu Kristo, anayetenda matendo ya jinsi hii hata uzilisi uzima wa milele. Kwa hiyo hata afanye kwa asili asionekane, yeye matendo yake yatafunuliwa baadaye. Jamani, tumefikia mwisho. Ni Mwalimu wa Biblia Tanzania. Tukemee maovu. Yesu yuko karibu kurudi. Mpinga Kristo ni sisi wenyewe. Ni hizi dhehebu zetu ndio wampinga Kristo. Sio sahihi mafundisho wanayotupatia. Ni mapokeo yao tu kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya kuwasomesha watoto wao waishi wasome shule nzuri, kwa ajili ya kutengeneza biashara zao zisimame kupitia mgongo wako. Ila muamini Yesu Kristo na toa sadaka kwa kuwasaidia wahitaji na wanyonge. Utafanikiwa na utainuka kuliko hapo ulipo. Na omba kwa jina la Yesu. Kitu chochote omba kwa jina la Yesu. Jina la Yesu linatosha kila kitu. Yaani wewe ukishaokoka na kumwamini Yesu, kila kitu kinatosha. Wewe mwambie shida zako Yesu na hubiri Injili. Mwambie yule anayefanya mabaya acha, mwamini Yesu. Huo ndo uzuri. Wote mnakaribishwa katika Yesu Kristo. Sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo, tunakusanyika kwa mwezi mara 2. Arusha na Moshi. Tunajifunza Biblia. Haya nayo yasoma, huo ndo tunajifunza, tunaonyana na kuhimizana katika upendo na kuhimizana watu wafanye kazi na wawasaidie wahitaji na wanyonge. Kwa hiyo mnakaribishwa wote anayetaka kujifunza Biblia. Hatusalishani, hatutozani sadaka. Sadaka tunatoa kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Tunawapelekea na wewe mwenyewe unawapelekea ukiwepo. Kwa hiyo kanisa la kweli la Yesu Kristo liko ambao linaonya kabisa dhambi waziwazi na zinamwambia mtu makosa yake bila kumficha. Hatufichi mtu wala hatumuogopi mtu. Kwa sababu Biblia inasema watendao mambo ya jinsia hawataurithi uzima wa milele. Kwa hiyo na sisi tunautafuta uzima wa milele, tunafanya kile kitu ambacho Biblia imetuambia hiki ni halali, hiki sio halali. Kwa hiyo jamani, kanisa la Yesu Kristo, kusanyika la wanafunzi wa Yesu Kristo, tunamkaribisha mtu yote ila awe ameokoka. Awe ameokoka. Asija kaja pale akaambiwa acha kitu fulani akaonyeshwa maandiko akaanza kupinga. Pale hatupingi Biblia, bali tunaishi imani ya Yesu Kristo aliyemtuma mtume wake Paulo, ndio tunaishi hiyo. Mtume wa mataifa, mwalimu wa mataifa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo jamani, kanisa la Yesu Kristo la wanafunzi wa kweli, maana sisi wote ni wa Kristo, hatuna mgawanyiko. Ila wewe ukija na dhehebu lako utagombana, kwa sababu yale uliyoambiwa na kufundishwa kwenye dhehebu lako ni mapokeo na mawazo ya mchungaji wako. Hatufundishani sisi mawazo, tunafundishana Biblia. Kwa hiyo jamani, nawashukuru ni nyote. YouTube acha Biblia Iseme TV, TikTok Joseph Yobegwa, Facebook Joseph Yobegwa. Nataka ujumbe wafikie wa Sabato na watu wengine. Nadhani majibu umeyapata. Yanatosha. Japokuwa yako mengi lakini tumesoma machache tu. Na nataka nikuachie kitu kimoja. Yale mambo ambayo Agano la Kale hatuwezi kuyafuata yameandikwa kwenye Agano Jipya ambayo wewe unapaswa kuyaacha katika Kristo Yesu. Kwenye kitabu cha kwanza Wakorintho wa kwanza 5, Wakorintho wa kwanza 5:11 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza 6:9 mpaka 10 mpaka mwisho. 6 mpaka mwisho. Hayo mambo ambayo ndio wewe uyaache. Ambayo hamna chochote utayasoma pale ukayatafuta kwenye Agano la Kale. Galatia 5:18 mpaka mwisho. Timotheo wa kwanza 1:9. Ufunuo 21 kuanzia 6 mpaka mwisho au mpaka 14. Ufunuo 22 mstari wa 8 mpaka 18. Kwa hiyo mambo ndio unapaswa uyaache ambayo hautomisi chochote ukakitafuta kwenye Agano la Kale. Na ukitaka sabato ya kweli kabisa, sabato ya kweli ambayo utaupata uzima wa milele, ambayo yeye inafichwa na dhehebu lote, utaisoma kwenye Waebrania 4:1 mpaka 10. Halafu utaisoma kwenye Yohana 5 ya Yesu mwenyewe, kuanzia Yohana 5:1 mpaka mstari wa 25. Hiyo ndio sabato ya kweli. Hao wengine wanawaficha, lakini mimi leo nimewaambia. Asanteni.